Wabunge wawili wa upinzani wanawake nchini Mauritania wamehukumiwa kifungo cha miaka 4 jela baada ya kumkashifu rais na kutoa madai ya ubaguzi wa rangi. Mawakili wao waliambia shirika la habari la Associated Press siku ya Jumatatu. Hatua hiyo imekuja katika taifa hilo la Afrika Magharibi ambalo kwa muda mrefu limekuwa likikosolewa na makundi ya kutetea haki za binadamu kwa ukiukwaji wa haki za binadamu pamoja na kuendelea kwa utumwa. Mwezi uliopita bunge hao Mariam Chek Dieng na Hamu Akio walifikishwa mahakamani wakikabiliwa na mashtaka kushambulia mihimili za dola na kutishia mikusanyiko kwa lengo la kuhatarisha usalama wa umma baada ya kuchapisha ujumbe kwenye mitandao ya kijamii uliomkosoa Rais Mohamed Ould Ghazouani. Katika machapisho kadhaa kwenye mitandao ya kijamii, wabunge hao walitaka Ghazouani aondolewe madarakani na kutuhumu mfumo wa sheria unaotawaliwa na Waarabu kwa kuwachukulia raia weusi pamoja na vizazi vya watumwa kama raia daraja la pili. Mawakili wa wabunge hao Mohamed Ould Ahmed Miski, Yahub Ould Seif na Mokta Ould Eli walithibitisha hukumu hiyo iliyotolewa na mahakama ya jinai katika mji mkuu wa Nouakchott kwa shirika la AP. Serikali haijatoa kauli yoyote kuhusu hukumu hiyo. Mauritania imekuwa ikilaumiwa kwa muda mrefu kwa ukiukaji wa haki za binadamu, kuendelea kuwepo kwa utumwa kukiendelea kuwa doa kubwa katika historia yake. Kwa karne nyingi, tabaka la kisiasa na kiuchumi la Waarabu na Amazigh nchini humo liliwafanya watu weusi kutoka kaskazini magharibi mwa Afrika Sahara kuwa watumwa. Mauritania ilipiga marufuku utumwa mwaka 1981 ikiwa nchi ya mwisho duniani kufanya hivyo. Hata hivyo, makundi ya kutetea haki za binadamu yanasema utumwa bado unaendelea. Kwa mujibu wa ripoti ya mwaka 2023 ya Global Slavery Index, takriban watu 149,000 wanaishi katika utumwa wa kisiasa nchini humo, taifa lenye idadi ya watu wasiofikia milioni 5.